Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii tunafanya mahafali hii ya 35. Shule na jumla ya wanafunzi 760, ikiwa wavulana 370 na wasichana 390. Kati ya hao wanafunzi 370 wanakaa bweni na wanafunzi 390 ni wakutwa. Shule na wafanyakazi 53. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika masuala mbalimbali kama vile taaluma, elimu ya kujitegemea, masuala ya nidhamu pamoja na michezo mbalimbali. Kwa upande wa taaluma tuna baadhi ya miaka ambayo tumeangalia Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa kipindi cha miaka 4 kwa maana 2021 mpaka 2024, idadi ya wanafunzi imeongezeka kutoka wanafunzi 348 kwa mwaka 2021 hadi kufikia wanafunzi hawa 760 mwaka huu. Hii imesababishwa na utulivu mkubwa uliopo katika jumuiya ya wazazi pamoja na matokeo mazuri ya shule. Kwa kipindi cha miaka 2 mfululizo, kwa maana ya mwaka 2021 na 2022, shule hii imeshika nafasi ya kwanza kimkoa kwa matokeo ya kidato cha 6 kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ni miongoni mwa shule zinazofundisha tehama, yaani ujuzi wa kompyuta, ili kuboresha kujifunza na ufundishaji katika shule yetu. Tuna maabara nzuri na walimu mahiri katika masomo yote. Shule yetu imeunganishwa na mtandao wa internet unaosaidia walimu na wanafunzi katika swala zima la ufundishaji na kujifunza. Mheshimiwa mgeni rasmi, lifuatayo ni jedwali la matokeo kwa miaka 5 mfululizo ambao unaweza kuona ni 100%. Hii ni kwa kidato cha 4. Lakini pia tuna jedwali la kidato cha 6 Mheshimiwa mgeni rasmi, kurasa unaofuata nayo ni matokeo ya miaka 5. Hii ni 100%, lakini kipekee ni kusomea kwa mwaka huu ambao tulikuwa na division 1 138, division 2 61 na division 3 16. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizi unazoziona 16 na baadhi ya 60 na hizi ni kwa sababu ya PCB na PGM na masomo kila sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule hii ingekuwa na asi, maana tungekuwa na division 1 na 2 za bahati mbaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, uongozi wa shule umedumisha nidhamu ya watumishi na wanafunzi. Ushirikiano baina yetu ni mzuri unaotuwezesha kutimiza malengo tuliyojiwekea katika kudumisha taaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu pia katika swala la michezo tunafanya vizuri katika michezo mbalimbali na masuala mbalimbali ya kiutamaduni. Kwani kuna utaratibu wa mashindano ya madarasa na michezo mbalimbali na shule za jirani kwa lengo la kukuza vipaji vya wanafunzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio tuliyopata, bado tuna changamoto zinazotukabili katika shule yetu. Changamoto kubwa ni kuomba madawati ili kutokana kuongezeka kwa wanafunzi. Ili kukidhi changamoto hii, tunaomba utusaidie kupata madawati 200. Kila dawati na gharimu kiasi cha 50,000, jumla ni shilingi milioni 10. Matarajio yetu ya baadaye, Mheshimiwa mgeni rasmi, shule inatarajia kufanya ufuatiliaji kuboresha mazingira ya kujifunzia na ufaulu wa mitihani. Kwanza ni kujenga maabara kubwa za sayansi ili itapelekea wanafunzi kusoma kwa uhuru zaidi ya ilivyo sasa. Pili, kuendeleza ukarabati wa miundombinu chakavu kama vile madarasa, mabweni na kadhalika. Tatu, kuboresha huduma za zahanati ya shule ili iweze kutoa huduma kwa jamii inayotuzunguka. 4, kuendeleza juhudi ya kubadilisha madawati ya kisasa. 5, kuwa na shule ya watoto wadogo pia na primary school, na kwa sasa tayari tuna wanafunzi 28 wa NASA. 6, kuifanya Mbalizi kuwa kitovu cha elimu hapa nchini na kimbilio la Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule ya sekondari Mbalizi inawashukuru wazazi wote kwa kutuletea watoto kuja kusoma katika shule yetu. Tuna imani kubwa elimu walioipata kwa miaka 4 itawasaidia kufanya vizuri sana katika mtihani wao wa mwisho na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, kwani elimu ni ufunguo wa maisha. Mwaka huu tunao wahitimu wa kidato cha 4 78, wasichana 40 na wavulana 38. Vijana hao wamelelewa vizuri, hivyo tunategemea watakuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu.
naomba leo nikukabidhi rasmi na wapokee kwa niaba ya serikali yetu. Kwa hiyo nawapongeza sana walimu kwa ajili ya swala la malezi. Kati ya jambo ambalo ni gumu kwa sasa hivi kwenye taifa na kwenye mataifa mengi ni mmomonyoko wa maji. Na kati ambalo jambo ambalo tumefeli watu wengi katika kipindi hiki ni namna ya kulea. Watu wengi tunajua kulisha watoto, au hata shule nyingi zinajua namna ya kufundisha watoto, lakini hazijui kulea watoto. Kati ya kitu ambacho nimekiona kwenye hii shule kimenipendeza, hata mwanangu naweza nikamleta, ni kitu kinachohusiana na malezi. Kwa kweli hilo ninawapongeza sana. Sasa hivi wazazi wengi tunajua kusomesha watoto, kupeleka shule za gharama watoto. Na hata shule nyingi tunang'ang'ania vitu vichache, pengine mtu aongee Kiingereza kizuri nini na nini, lakini swala la malezi ni swala ambalo ukianza kuliangalia ni swala ambalo limewashinda watu wengi. Lakini kwenye hii shule, kati ya jambo ambalo nimeliona na naondoka kwa ushujaa kujivunia, ni kitu kinachohusiana na malezi. Ndugu zangu, wageni waalikwa, sio mimi tu, nadhani hata nyinyi mmeshuhudia namna ambavyo malezi yanayotolewa kwenye hii shule ni malezi bora sana. Naomba tuwapigie makofi. Tumeona kwa mfano kwa namna ambavyo wamewalea kimwili na kiroho, sio ya kuigiza. Upako ulioshuka hapo wakati wanaabudu, wanaimba ule wimbo, nguvu za Mungu zilizoshuka, unajua hiki kitu kinatoka ndani, kimeelewa. Hongereni sana walimu, hongereni sana bodi ya shule. Lakini ndugu zangu wa kidato cha 4, ni maombi yangu kwa Mungu muendelee kusaka huo ufunguo unaoitwa elimu. Msiishie hapo mlipofika. Huo muwe mmeshika kama ni ufunguo namba 1 au ufunguo namba 2. Kuna funguo zingine ambazo zinahitajika mzipate. Lakini chukua shule naye anaongea jambo. Pale jamani, tuna shida hapa ya madawati. Tunahitaji kama milioni ngapi? Milioni 10. Milioni 10. Ili watoto waweze kusoma. Hawajawa na mambo mengi. Na mimi nawashukuru sana na nawapongeza sana kwa kazi nzuri wanayoifanya. Na wanapofanya hiyo kazi nzuri kwenye mazingira magumu, wanaweza kufanikisha vitu vingi. Lakini niseme neno, leo nilibeba kiasi cha shilingi milioni 2 kwa ajili ya kuwatia moyo, na nitawakabidhi sasa hivi hiyo milioni 2. Lakini kwa sababu nimeona mambo makubwa waliyofanya na upako mkubwa wa Mungu na namna anavyolea, nitawaongeza tena milioni ngapi? Milioni 2. Lakini kuna kwaya imenigusa sana. Nitawapa kiasi kidogo na wao. Hicho hakitatumia muda mrefu cha kwaya. Hii jina cha kweli hiki cha milioni 2 mpaka mwezi wa 2 nitakuwa nimemaliza. Ila kwaya ndani ya siku 3 na wao nitawapa 500. Kwa majina naitwa Sofia Nashisan, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 Kariseku. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuwa nami katika miaka iliyopita mpaka sasa hivi. Ni neema za Mungu kutufikisha hapa. Nafurahi sana katika siku ya leo. Walimu wetu wanatuelekeza katika maadili mema. Kila kitu ndani hapa tunafundishwa elimu, tunafundishwa na maisha. Kwa majina naitwa Emmanuel Penes Kaogo, ni mkazi wa Mbalali. Kwanza kabisa nipende kushukuru viongozi wa shule, kamati nzima ya shule, walezi wetu, walimu wetu pamoja na mkuu wa shule, kwa sababu wamekuwa ni faraja kwetu na wametusapoti kwa kiasi kikubwa sana. Na siku ya leo ni siku ya mahafali yetu na tunamaliza kidato cha 4. Pongezi zote ni kwa walezi wetu kwa kuwa wamefanya pakubwa sana. Wamejitahidi kutulea kwa kiasi kikubwa sana. Tunawashukuru sana. Siku ya leo tunajisikia furaha sana kwa kuwashirikisha wote pamoja na wahitimu wenzangu na kwa kuwakilisha siku ya leo. Imekuwa ni siku ya faraja sana. Imekuwa ni siku ya faraja sana.
hatuna cha kuongea, lakini tunawashukuru sana. Tunashukuru sana, tunajisikia faraja na amani kwa sababu tulimtanguliza kwanza Mungu. Kwa hiyo faraja ambayo tunayo ni Bwana. Asante sana.